Mkataba wa mwisho uliosalia wa kudhibiti silaha za nyuklia kati ya Urusi na Marekani ulifikia mwisho Alhamisi iliyopita, hatua inayofuta mipaka yote ya idadi ya silaha za nyuklia kwa mataifa hayo mawili yenye silaha nyingi zaidi duniani. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hatari ya matumizi ya silaha za nyuklia sasa iko katika kiwango cha juu zaidi kwa miongo kadhaa. Wakati huo huo, wanaharakati wa kudhibiti silaha wametahadharisha kuwa kumalizika kwa mkataba huo unaofahamika zaidi kama New START kunaweza kuchochea mashindano mapya ya kimataifa ya silaha, wakizitaka nchi zenye silaha za nyuklia kurejea haraka kwenye meza ya mazungumzo ili kusainiwe mkataba mpya. Mkataba huu unahusu nini hasa na ni ipi athari ya kutorefushwa kwake? Kuyajadili yote haya niko nao kwa njia ya simu wachambuzi wa siasa za kimataifa, Marcel Hamdun akiwa huko Tanzania, Bandio Mubelo akiwa Marekani na mwandishi wa zamani wa DW Abdu Mtuli akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Karibuni sana. Asante Mwanukari. Naam, nikianza na wewe mzee Mtulia, mkataba huu uliosainiwa mwaka 2010 kati ya Marekani na Urusi ulikuwa na lengo la kudhibiti silaha za nyuklia kama nilivyoeleza awali. Kumalizika kwake kuna maanisha kwamba kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka 50 hakutokuwa tena na vikwazo vya kisheria vinavyodhibiti silaha za nyuklia za mataifa hayo mawili. Hii inaweza kuwa na athari gani? Mimi kwa kweli nakubaliana na wasiwasi ambao unaelezewa na watu kadhaa kwamba kumalizika kwa mkataba huo kunaweza kuwa na maana ya kuanza tena kwa mashindano ya kuunda silaha za nyuklia. Lakini mimi pia nakubaliana na wataalamu wanaosema kwamba kumalizika muda wa mkataba huo kutakuwa na maana ya kuwa mwanzo wa mashindano mapya ya kuunda silaha za nyuklia. Kwa sababu hata wakati wa vita baridi hapa Ulaya iliwezekana kufikia mapatano ya kuzidhibiti silaha hizo. Kwa kweli kinachohitajika sasa ni juhudi za dhati ili kuweza kuwashinikiza viongozi waanze mazungumzo juu ya kuleta mapatano mengine. Mimi niliweza kuzishuhudia juhudi hizo mnamo miaka ya 80, ndio sababu kwamba ninayo matumaini kwamba huo sio mwanzo wa mashindano ya kuunda silaha. Katika enzi za vita baridi tuliona juhudi kubwa zilifanyika hapa barani Ulaya ili kuzitaka nchi zenye silaha za nyuklia, mataifa makubwa Marekani na Umoja wa Kisoviet zikubaliane kutafuta njia ya kuliondoa hilo balaa, kuondoa hatari hiyo, na iliwezekana. Sasa mimi nilikuwa nafuatilia matukio hayo ya vita baridi kwa ukaribu kidogo, kwa sababu nilikuwa wakati huo naitumikia idhaa ya Kiswahili ya Radio Berlin International ya Ujerumani Mashariki. Ujerumani Mashariki ilikuwa mstari wa mbele katika vita baridi wakati, na kwa hivyo tulikuwa tunaripoti kwa mapana na marefu juu ya vita baridi. Hatari ya kuzuka vita wakati huo ilikuwa kubwa sana hapa barani Ulaya, hasa baada ya pande zote mbili kuweka makombora ya masafa ya kati nchini Ujerumani Magharibi na katika upande wa Ujerumani Mashariki. Lakini kutokana na shinikizo la maelfu ya watu, viongozi wa Marekani na Umoja wa Kisoviet walifanya mazungumzo na walifikia mapatano ya kupunguza na kudhibiti silaha za nyuklia. Ninachojaribu kusisitiza hapa ni kwamba wakati wote zinapatikana njia za kuepusha maafa. Ndio. Shukran sana. Bwana Bandio, umemsikia mzee Mtuli hapo anaelezea matumaini, lakini tunafahamu kwamba Marekani imeonyesha wazi kwamba haina nia ya kurefusha muda mkataba huu licha ya miito mbalimbali kutolewa. Katika hali ya sasa, unafikiri kwa nini Washington inachukua uamuzi kama huu? Kwanza tuseme kwamba mkataba wenyewe haukuwa na nafasi tena ya kuongezwa. Nafikiri kwa kuna nafasi ya kukaa na kuzungumzia upya, kwa sababu wa kwanza ulikuwa ni miaka 10, nafikiri 2011 mpaka 2021, alafu ukawa na nafasi ya kuongezwa kwa miaka mingine 5. Baada ya hapo ilikuwa ni ama wakae wakubaliane mkataba mpya au wakubaliane kwamba wataendelea kutekeleza kile ambacho kilikuwa
kimefanya, lakini si tena kusaini mkataba mpya. Kwa hiyo watu wengi wana hofu kama alivyozungumza hapo Mzee Mtuli, kwamba wapo ambao wana hofu kwamba hii inaweza ikachochewa na si kwa sababu ya hali wanavyoiona. Nafikiri tu ni kwa sababu ya aina viongozi hao wawili katika haya mataifa ambao wanaonekana wanafanya maamuzi yao binafsi kuliko maamuzi ya kitaasisi. Lakini pia wapo wanaamini kwamba mkataba huu licha ya kwamba ulikuwepo, lakini ulikuwa haugusi mtu mwingine ambaye anaonekana kuja kwa kasi sana katika hii, na hapa nazungumzia taifa la China. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba ipo haja ya mkataba huu kisha waweze kuwa na mazungumzo ya mataifa haya matatu, na tunatambua fika kwamba mataifa haya yote matatu China ilishakataa kuwa sehemu ya mazungumzo haya. Kwa hiyo baadhi ya Marekani bado kuna mgawanyiko, wengine wakiamini kwamba anachokifanya Donald Trump ama serikali yake sasa ni sahihi, kwamba lazima China iwe sehemu ya mkataba utakaokuja, kwa sababu na yenyewe inaonekana kwa mujibu wa taarifa ambayo kutoka wizara ya Marekani, kama itakuwa ni sahihi, ni kwamba China nayo ipo katika kasi ya kuweza kufikia takriban vichwa 1500 kufikia mwaka 2035 kwa ripoti ya mwaka 2022. Kwa hiyo wanahisi kwamba kama mkataba uwepo, basi usiwaache China katika mkataba wa nchi tatu. Lakini pia kulingana na viongozi katika mataifa haya matatu, jinsi ambavyo wamekuwa wakiongeza nchi zao na jinsi ambavyo wamekuwa wakifanya maamuzi ya kuwashtukiza watu wengi, ndipo ambapo hatari ipo. Kwa hiyo kuna haya mawili, watu wanahofia zaidi kuhusu kinachoweza kuamuliwa na marais hawa, lakini wanaamini pia kwamba mkataba ule haukuwa ukitosheleza mahitaji ya hivi sasa kwa usalama wa dunia. Ndio, shukran sana. Naelekea kwako Bwana Hamduni. Tumemsikiliza hapo Bwana Bandio kwamba baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani inaitaka pia China kujumuishwa, lakini tunafahamu kwamba si Marekani pekee na Urusi wala China ambazo zina silaha za nyuklia. Yapo mataifa kama Ufaransa, Pakistan, India, Uingereza, Korea Kaskazini. Unafikiri ni kwa nini kusiwepo na mkataba ambao ni mpana zaidi utakaozijumuisha nchi zote hizi ili kudhibiti haya matumizi ya silaha za nyuklia? Kwa hakika lilitakiwa jambo moja kubwa, kwamba bila kujali unamiliki vichwa vingapi vya silaha au makombora ya nyuklia, wote walitakiwa kuhusishwa katika kusaini mkataba. Pengine si hao tu, hata Israel kwa namna moja au nyingine, na Afrika Kusini ambayo iliwahi kutuhumiwa kuwa na silaha hizi, Irani, Pakistan, India yenyewe kama ulivyoitaja, mbali ya China nini na mataifa mengine yanayofanya pengine Brazil na mengine yanayofanya kimya, kwa sababu silaha hizi ni hatari na ni hatari kubwa, na haswa inapotokea viongozi wengine wa dunia ambao wana nguvu za silaha hizo na kadhalika wakawa kwenye madaraka. Kwa mfano, swala Trump kwa madarakani na mkataba huu ukawa umekwisha, ni jambo la hatari, na Waswahili wanasema pengine mbuzi kafia kwa muuza supu. Bila shaka hapa watu watapata nini matokeo ya mbuzi huyu kufa. Kwa hiyo tatizo kubwa la baadhi ya viongozi kama Trump, ambaye hawezi huwezi ukajua kesho ataamua nini na kesho kutwa ataamua nini kwenye jambo gani. Hilo ni jambo la hatari sana duniani, lakini watu vile vile wanaihofia China kwamba amekuwa na nguvu kubwa, na hasa wa Marekani na mataifa mengine ya Ulaya kung'ang'ana kwamba Marekani ni Uchina awe katika sehemu ya mkataba, ni kwa sababu ya kumhofia kwamba si kwa sababu ya kuwa tuna silaha nyingi na ujuzi wa hypersonic na kadhalika, lakini ni hofu juu ya kwamba yeye na Urusi ni kitu kimoja. Kwa hiyo silaha za Urusi zikijumlisha na za China zinakuwa zimeshinda silaha zote za ulimwengu za nuclear katika mataifa mbalimbali. Kwa hiyo lazima awemo. Jambo moja kubwa la msingi kwa sasa ni nani atamlazimisha China kuwemo, ni nani atamlazimisha Marekani kusaini mkataba, ni nani atatanguliza kichwa chake kumlazimisha serikali ya Kremlin kwamba lazima ufanye hivi. Hapo ndio tatizo kubwa, lakini kimsingi mkataba inabidi uandaliwe upya, na huu tukumbuke kwamba ni matokeo ya mkataba ule wa SALT 1 na SALT 2 ambayo ndio baadaye ilikuja kuzaa mkataba. Bado mambo mengi yanahitajika katika dunia leo kuhakikisha kwamba silaha za nyuklia zinakuwa zimeharamishwa kwa namna fulani au kwa muda fulani kwa kutumia sheria fulani ambazo kwa bahati mbaya sana na hii naliogopa, si tu mikataba na sheria zinazoweza kutumia kwa lazimisha mabwana wakubwa kutumia silaha hizi, ila tu kutaraji ustaarabu na kuwepo utaratibu, lakini si kana kwamba ndio njia pekee ya kuwafanya kutumia silaha hizi.
Ndio, shukran sana. Narejea kwako mzee Mtulia. Tumewasikia wachangiaji hapa wana hofu kutokana na viongozi wa sasa waliopo na hatua zao ambazo wamekuwa wakizichukua zisizotabirika, lakini historia inatuonyesha kwamba Marekani ndio nchi pekee ambayo tayari imekwisha tumia silaha za nyuklia katika kipindi cha vita, ilipoishambulia miji miwili ya Japani ya Hiroshima na Nagasaki wakati wa vita vya pili vya dunia. Kuna hatari gani ikiwa silaha kama hizi zitatumiwa tena? Hatari ni kubwa, na tumeona madhara yaliyotokea baada ya Marekani kuamua kutumia silaha hizo nchini Japan wakati wa vita kuu. Naam, imekuwa funzo kwa viongozi wote. Sasa kilichokuwa kinafanyika kuhusu silaha za nyuklia ni kwamba zimetumika kuwa kama kinga, yani kwa madhumuni ya kutisha upande mwingine, lakini hazijawekewa sera ya kutumiwa kushambulia upande mwingine, kwa sababu madhara yake makubwa yalionekana katika miji ya Hiroshima na Nagasaki. Na kuhusu matumaini ya kurejea kwenye mapatano mengine mapya kuhusu kuzuia na kudhibiti idadi ya mabomu ya nyuklia, mimi naona kidogo Urusi ipo tayari kufikia mwafaka, kwa sababu imesema imetoa pendekezo kwamba mkataba huo urefushwe kwa muda wa mwaka mmoja wakati mazungumzo yanafanyika. Ninao hakika kwamba ikiwa kama Rais Trump na Rais Putin watakutana na kulizungumzia jambo hilo, basi wanaweza kufikia mwafaka, kwa sababu kila upande unatafuta maslahi ya aina fulani. Putin anatafuta maslahi kule Ukraine na Trump anatafuta maslahi katika Mashariki ya Kati. Wanaweza kufikia mwafaka kwamba mkataba huo uongezwe kwa muda wa mwaka mmoja na wakati mazungumzo yakifanyika. Naam. Labda kwa kuongeza tu hapo ni kwamba alichozungumza Mzee Mtulia kina maana zaidi, lakini nitaongeza kwamba Trump kuna kitu ambacho amekuwa akikitaka na amekuwa akijaribu sana, ni kuhakikisha kwamba katika kila mkataba mpya unaoingia sio tu kwamba anakuwa jina lake linakuwepo. Kwa hiyo utoshangaa kama itakuja kwa Trump Treaty, kwa sababu post yake alisema kwamba badala kurefusha au mkataba wa New START ambao anasema ulifanywa makubaliano mabaya sana na Marekani na unaendelea kuvunjwa kila wakati, anasema lazima niwe na wataalamu wangu wa nyuklia wakae kwa ajili ya kuweka mkataba mpya ulioboreshwa wa kisasa na ambao utatumika kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo bado ile dhana ambayo watu wanafikiri wanasahau muda wote kwamba Trump anataka hakikisha kwamba jina lake lipo katika karibu kila kitu kipi ambacho kinaendelea, na anajaribu kiwe kirefu zaidi ili historia ibaki kumkumbuka kwa mambo kama hayo. Anataka ongeze hiyo jimbo lake la 51 ambao anatamani Greenland iwe na vitu vingine, na huu woga wao pia ndio ambao anatamani walikuwa wakizungumza kwamba wanaweza wakashambuliwa kupitia Greenland, na ni haya mambo kuzungumzia kwamba eti wanahofia kuhusiana na mashambulizi kutoka katika hizi nchi mbili. Kwa hiyo situshangaa kuona kwamba kitakachopendekezwa na Rais Donald Trump, na si utabiri, lakini nafikiri tutakuja kuzungumza hapo baadaye, Mungu akitupa uhai, situshangaa kwamba kitakachokuja kupendezwa na Rais Donald Trump lazima kitakuwa kina namna ya kumtambulisha yeye, ama anaweza kuwa hata mkataba wenye jina lake. Na pia tukumbuke kwamba mkataba huo wa kudhibiti silaha za nyuklia tunaozungumzia sasa ulitiwa saini kati ya Barack Obama na rais wa Urusi Medvedev mnamo mwaka 2010, kwa sababu na kwa hivyo anataka yeye jina lake liwemo. Tukumbuke pia anashinikiza apatiwe nishani ya amani ya Nobel kwa sababu Obama alipatiwa na vitu kama hivi. Ndio. Nikielekea kwako Bwana Hamdun, tumesikia mambo mengi, lakini kama tulivyozungumzia hii historia ya Hiroshima na Nagasaki, na tunaona kwamba mataifa mengi sasa yanataka kumiliki silaha za nyuklia kwa ajili ya kujilinda, lakini pia kuwa na uhakika wa kudumisha uimara wa taasisi zao. Tumeshuhudia hili kwa mfano nchi kama Korea Kaskazini, licha ya kutengwa na vikwazo, lakini imejiimarisha kwenye silaha hizi. Unafikiri sera
ya kuyazuia mataifa mengine kumiliki silaha za nyuklia ni sahihi? Kwa ujumla ilitakiwa iwazuie wote pamoja na si sahihi, kwa sababu inawatenga baadhi ya watu, inakusanya makundi fulani ya watu kukubaliana nao katika maamuzi kwa ajili ya kuhami nguvu zao na kadhalika. Korea Kaskazini imekuwa tabu. Serikali ya Pyongyang imeingia kwenye mgogoro mkubwa sana na ulimwengu wa Magharibi na Marekani kutokana na kumiliki silaha hizo na kuzifanya majaribio, lakini huo ni upande mmoja. Na Iran vile vile inaingia kwenye tabu ile ile anaingia Korea, na wanapata salama tu kidogo sababu ya Uchina na Urusi, lakini vile vile Israeli usikii kitajwa katika jambo hili, lakini India na pengine kila upande kwa namna moja au nyingine, upande wa Rusi na wa China pamoja na Iran na Korea na wa Marekani na Waingereza na Wafaransa na Wajerumani kwa upande mwingine, kila upande unajaribu kumpata Muhindi, na kadri tunavyoona hii habari ya BRICS na vitu gani, tunaona anaitwa huku na huku katika kujaribu kumshawishi hao upande wao. Kwa mimi nafikiri kuna makundi mawili au bloko mbili kubwa kama zilivyokuwa mwanzoni, kama alivyosema mzee Mtulia na kadhalika na ndugu yangu Bandio, kwamba wanajaribu kila kundi, kila eneo moja, kila kundi moja liwe na uungwaji mkono wa kundi lenye kumiliki silaha hizo, hata kwa kuwasaidia kutengeneza au kuendeleza, lakini kuwe na makundi mawili yanayoongozwa na Marekani na Urusi kwa upande mmoja, ndio upande wa pili, yanayoweza kushindana katika nguvu za nyuklia, lakini si kwa nia kupigana, bali kwa nia kujihami, kusimamisha maslahi yao na kumfanya ulimwengu kuwa mateka wa fikra hizi za vita ya kisasa na kadhalika. La pili ambalo linachangia katika lile ambalo amelizungumzia bwana Mtulia na nini mzee Mtulia na ndugu yangu Bandio, ni kwamba bila shaka Trump anatamani kila jambo liwe kwa jina lake, na hata kwa kumbukumbu nzuri nilionayo ni kwamba to make America great again anataka iandikwe vile vile kupitia kwa slogan hiyo, na hivyo Amerika imekuwa na nguvu kutokana na msimamo wake na mwenendo wake na utaratibu wake na kadhalika. Kwa mimi nafikiri hili jambo kwa hakika linaweza na sasa hivi silaha hizi zinatumika kama kitisho tu cha kujaribu kujihami kama tulivyosema, lakini kulazimisha siasa zao, sera zao zikubalike na dunia nzima, yani dunia nzima hiyo mateka kwa haya mataifa na tufate wanavyotaka. Kwa hiyo kinachotakiwa kupiga kelele hapa si Urusi na Marekani na Uchina na dunia nzima isimame kwa utaratibu wake na iseme hapana. Hili ni jambo la pili. Lakini la tatu ni jaribu kuonyesha ni scarecrow au ni vitisho kwa sababu gani Amerika, yani Marekani yenyewe miji yake mizuri ya Washington, New York na mingine, Urusi Moscow yenyewe, Stalingrad na Leningrad na kadhalika, Uchina hiyo Beijing, ukanda wa Guangzhou na Shanghai na miji mingine mizuri iliyojenga vizuri, mataifa ya Ulaya huko Toulouse na Paris na kadhalika, Ujerumani na miji yake mizuri yapendeza. Hakuna aliye tayari kupiga vita hii ili arushiwe makombora ya haribu hicho kitu walichokijenga kwa miaka mingi. Ndio, nashukuru sana Bwana Marcel, lakini kwa bahati mbaya muda umetutupa mkono. Ningelipenda tuweze kuendeleza mjadala huu, lakini hatuna muda tena. Nashukuru sana kwa kushiriki mjadala huu mzee Mtulia, Bwana Bandio na Marcel Hamdun. Shukrani sana. Asante sana.